kibali hiki siku ya leo kuwepo mahali hapa kwa ajili ya neno la Mungu, na ninajua kanisa lote nalifahamu vizuri. Mimi naitwa Eradi, hilo ndio jina langu. Mimi nina mke na bado nina watoto wawili. Ninamshukuru Mungu kwa hilo, na vile vile nashukuru kwa baraza la kanisa kwa kulipa kibali hiki kusimama mahali hapa. Kwa hiyo Mungu azidi kuwapa nguvu na kuweza kutukumbuka vile vile kuweza kulisha neno la Bwana. Na bila kuchukua muda, tutakwenda kusoma neno letu katika kitabu cha Wagalatia sura yake ya 6. Tunaanzia mstari wa 1 hadi tunaishia mstari wake wa 10. Sura ya 6 mstari wa 1 hadi 10. Tunaweza tukasimama ili tuweze kusoma neno la Bwana. Maandiko yanasema katika Wagalatia 6:1 hadi 10, tunasoma katika jina la Yesu. Inasema, ndugu, kama mkimwona mtu fulani amekosea, basi ninyi mnaongozwa na Roho, mwonyeni huyo ajirekebishe. Lakini fanyeni hivyo kwa upole, mkiwa na tahadhari, msije nanyi wenyewe mkajaribiwa. Saidianeni kubeba mizigo yenu, na hivyo mtatimiza sheria ya Kristo. Mtu akijiona kuwa ni kitu na kumbe si kitu, huyo anajidanganya mwenyewe. Lakini kila mmoja na upime vizuri mwenendo wake mwenyewe. Ukiwa mwema, basi anaweza kuona fahari juu ya alichokifanya bila kuwa na sababu ya kujilinganisha na mtu mwingine. Maana kila mmoja anapaswa kubeba mzigo wake mwenyewe. Mwenye kufundisha neno la Mungu na amshirikishe mwalimu wake riziki zake. Msidanganyike, Mungu hafanyiwi dhihaka. Alichokipanda mtu ndicho atakachovuna. Apandaye katika tamaa za kidunia atavuna humo uharibifu, lakini akipanda katika Roho atavuna kutoka kwa Roho uhai wa milele. Basi tusichoke kutenda mema, maana tusipolegea tutavuna mavuno kwa wakati wake. Kwa hiyo tukiwa bado na wakati, tuwatendee watu wote mema, na hasa ndugu wa imani yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaweza tukaketi chini, na siku ya leo tutakwenda kuzungumza juu ya kupanda na kuvuna. Kupanda na kuvuna ndilo neno letu ambalo tutakwenda kuzungumza siku ya leo. Na hii ni barua ambayo iliandikwa na mtumishi wa Mungu akikumbusha kanisa la Galatia. Kwa maana mahali pote palipo na kazi ya Bwana ni lazima kunakuwa na mafundisho mabaya, kunakuwa na mafundisho ambayo yastahili. Lakini mtumishi Paulo aliweza kuandika barua hii kwa kanisa la Galatia ili kuondoa Kristo waliopotoshwa na mafundisho ya uongo, ili warudi katika imani iliyo ya kweli.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpendwa, unapompenda Mungu, hebu jaribu kuwa unatafakari mafundisho. Kwa maana kuna mafundisho ambayo yanaweza kukupotosha na kuna mafundisho mengine ambayo yanaweza yakakuweka katika imani iliyo ya kweli. Sasa ni wajibu kwetu kanisa kuweza kuwa tunajua ni mafundisho gani ambayo ninayofundishwa. Na vile vile ukisoma huu mstari wa kwanza, mtumishi wa Mungu anaambia kanisa ya kwamba mtu yeyote yule akikosea, nyinyi ambao mnaoongozwa na Roho wa Mungu mumuonye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba mtu yeyote akikosea, mtu yeyote akifanya kosa ambayo haistahili, nyinyi ambao mnaoongozwa na Roho ya Mungu, hebu msinyamaze. Hata katika familia yako, ukiona mtoto ambaye hana tabia mbaya, anakosea mara kwa mara, usinyamaze kimya eti ndio kumpenda. Hebu muonye tena kwa upole. Biblia inasema ya kwamba tumuonye kwa upole, kwa maana na sisi tusije tukajaribiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akakosea lakini asitambue kosa lake. Mtu anaweza akafanya mambo mabaya na hatojua ya kwamba anafanya mabaya. Sasa neno la Mungu linatuambia kwamba sisi ambao tunaongozwa na Roho wa Mungu, hebu tumuonye ajirekebishe ili aendelee na yeye kukaa katika njia iliyo salama. Sasa katika kuonyana ni lazima tutumie upole. Tutumie hali ya upole ili katika lile alilolifanya yeye na wewe pia usije ukajaribiwa katika hilo. Kwa hiyo nimejaribu kuangalia katika ulimwengu huu tunaoishi, watu wengi hawakwagi wanatambua makosa yao. Hata katika nyumba yenu utaona kuna wale ambao hawakwagi anajua kosa. Hata akifanya kosa, ukimwambia hili ni kosa, hakubali. Lakini inawezekana huyu anaweza kuwa wa kwanza kuona makosa ya wengine. Bwana Yesu aturumie sana. Na ndio maana unaposoma neno la Mungu katika kitabu cha Luka sura yake ya 6, unaanzia 41 hadi 45. Ukisoma mahali hapo, Yesu anasema ya kwamba itakuwaje wewe uone boriti au kipanzi kilicho katika jicho la mwingine, kipindi wewe auoni kilicho ndani ya jicho lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu ambao wanaona makosa ya wengine. Na ni vizuri unapoona kosa la mwingine, Biblia inasema ya kwamba tumuonye kwa upole. Lakini inawezekana huyu ambaye wewe unayemuonya asione lile kosa alilolifanya. Na hili ndio linaleta vurugu sana katika mafamilia zetu. Na hili ndio linaleta vurugu hata katika kanisa la Mungu. Hili ndio linaleta vurugu hata katika watumishi wetu waimbaji, kwa sababu mtu anaona kosa la mwenzake lakini yeye asione la kwake. Lakini ni vizuri unapoona ndugu yako anafanya jambo mbaya, ni vizuri kumwendea ukamuonye kwa upole. Kwa upole tu. Hata kama asipotambua kosa lake, hebu usinyamaze kimya, endelea kumuonya tu ili ajirekebishe, ili aendelee kukaa katika njia iliyo salama, iliyo ya kweli. Sasa ukiendelea kusoma mahali hapa ambapo tumeweza kusoma Luka 6:41-45, neno la Mungu linasema ya kwamba mtu yeyote aliye tayari kuona kile kilicho katika jicho la mwingine na yeye na la kwake yeye ambaye liko ndani ya jicho lake halioni, Biblia inasema ya kwamba huyo ni mnafiki mkubwa. Bwana Yesu aturumie sana. Kwa hiyo kuna mtu anaweza akawa mnafiki. Yeye anaona kosa ya wengine, lakini yeye la kwake likionekana wala hana muda kabisa kusikiliza. Hata kujirekebisha, hataki kujirekebisha. Kwa hiyo la Mungu nasema ya kwamba watu kama hao ni wanafiki wakubwa. Na ni vizuri sana mpendwa,
pindi unapoonywa, pindi unapoambiwa hili sio nzuri, hata na mme wako, hata na mke wako, hata mwanawe pia anaweza kumwambia baba, hili sio nzuri. Kwa sababu sisi wazazi mara nyingi tunapenda kuonya watoto wetu. Lakini inawezekana siku moja mama mtoto anakuambia baba, hili sio nzuri. Wewe utafanyaje? Si utakubali tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baba mzuri ni yule ambaye anayekubali hata kuonywa na mwanae. Na jambo zuri sana watoto wa Mungu, pindi tunapoonywa na kujirekebisha, ni jambo nzuri tena nzuri linalopendeza sana. Ukisoma katika kitabu cha Luka sura yake ya 15 unaanzia 11 hadi 19, inazungumzia habari ya mtoto mpotevu. Ni habari ambayo mara nyingi tunaijua sisi wote. Mtoto mpotevu alifanya, baada ya kwenda mbali ya baba yake, alifanya mambo ambayo sio mazuri. Lakini ilifika mahali yule mtoto alijitambua. Mtu anaweza akajitambua, mtu anaweza akajitambua lakini asijirudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo kuna mambo mawili, kujitambua na kujirudi. Mtu anaweza akatambua ndiyo nimekosea, lakini sasa unapotambua umekosea, hebu sasa jirudi. Nitarudi namna gani? Katika kuomba msamaha. Ndio maana mtoto mpotevu baada ya kujitambua aliona, nimejitambua kweli, nimekwenda kufanya makosa, pesa zote nilizokuja nimeziharibu vibaya, kitu cha kufanya ni kitu gani? Ngoja sasa nijirudi. Alikwenda kwa babaye, na alipofika kwa babaye hakuanza kujitetea. Alisema ya kwamba mimi sistahili. Wala baba yake hajamuuliza lolote, yeye mwenyewe anakusema mimi sistahili. Anaanza kujutia. Kuna watu ambao hawana ile hali ya kujutia alichokifanya. Bwana Yesu aturumie sana. Mkristo wa kweli ni yule anayejirudi. Unapojitambua, hebu sasa jirudi. Uangalie namna gani unaweza ukafix vitu. Hata katika nyumba yako unaweza ukakosea mke wako, lakini umetambua umekosea, kitu gani cha kufanya? Hebu sasa jirudi. Angalia namna gani unaweza ukaomba msamaha. Msamaha kwa Wakristo wala ulipii. Labda kwa wapagani unasema ili mimi nikusamehe labda uninunulie nguo. Labda kwa wapagani inakuwa hivyo. Lakini kwa Mkristo msamaha haulipii pesa. Msamaha hauombi chochote. Msamaha unasamea kwa bure na unasahau kabisa. Kwa hiyo jambo la msingi, watoto wa Mungu, tunapojitambua tunakosea, ni vizuri kujirudi. Mtoto mpotevu alisema, baba, mimi sistahili kabisa kuitwa tena mwanawe. Alijua. Sasa kuna watu hata amekosea, anakuwa tena na jeuri. Anakuambia hata nimekosea, fanya vyenye unapenda sasa. Nimejua bwana, nimefanya kosa, fanya vyenye unapenda. Yaani unaona ndani yake hana ile kujitambua, yaani kujirudi, yaani ajue ya kwamba mimi hili nililofanya ni kosa, ninabidi sasa mimi niweze kutafuta njia ili tuweze kuishi kwa amani. Watu wengine wako hivyo. Anakosea na anakuwa na masababu zisizoeleweka na anatamani tu nyinyi wote mkubali hivyo. Bwana Yesu aturumie sana. Ni vizuri unapokosea, ni vizuri unapotenda kosa, hebu jirudi. Kitu kikubwa kwetu sisi wa Kristo ni msamaha tu, hakuna kitu kingine. Na ikiwa Mkristo bado unashindwa kwenye kinywa chako kusema nisamehe, hili ni jambo ambalo ni ngumu sana. Kusema nisamehe. Bwana, nisamehe, nimekosea. Watu wengine wako hivyo. Afanye wenyewe anapenda. Na hiyo ndio inaitwa kiburi ya uzima. Kiburi. Mtu akiwa na kiburi kusema nisamehe, hilo jambo linakuwa ni nzito kwake. Lakini kwa Wakristo wanaomwamini Mungu, kusema msamaha kwetu ni kama vile ni kitu cha, yaani unakisema alafu unajutia ndani yako. Na kuna watu wengine unapomwambia Bwana umenifanyia kosa, yaani anaona kama vile ananungunika. Nimekufanyia kosa ndugu yangu, nisamehe sana. Msamaha unaleta upendo. Msamaha unaleta
heshima kati ya mtu na mtu. Msamaha, yani una fix vitu vingi sana, utakuta tena furaha inakwenda kuongezeka. Lakini mtu unakosea na hujitambui, haujielewi tu, tafanya nini bwana? Na mtu akiwa na tabia kama hiyo, ni vizuri kumwombea na kumuonya tena kwa upole, kwa sababu kitu ambacho mtakachokijua, kinachookoka ni roho. Mwili haujawahi kuokoka hata siku moja. Hata mtu awe mtumishi wa Mungu haijamaanisha kwamba aweze akakunja ngumi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni karate, labda kuna wale wenyewe walijifunza karate lakini wako kimya tu. Hata ni mwimbaji, wewe usifikiri ya kwamba kwa sababu ameokoka eti kwamba aweze akakupiga kichwa. Anaweza akakupiga kichwa na meno yakatoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ninachopenda kusema mahali hapa ni kwamba watoto wa Mungu tuwe watu wa kuomba msamaha pale tunapokoseana. Sio tu mtoto ndio anastahili kuomba mkubwa msamaha, hata mdogo anastahili mkubwa anastahili kuomba hata mwanae msamaha. Siku moja niliwahi kuzungumza na waimbaji habari ya mama mmoja ambaye aliweza kumkosea mwanae. Alikuwa bado na watoto watatu. Mmoja alikuwa na miaka 12, mwingine miaka 9 na mwingine miaka 4. Sasa wamama wa kule nyumbani mara nyingi akiwa na pesa huaga anafunga kwenye kitenge. Labda huku wamama wameshakuwa na akaunti. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu astahili kusifiwa huko. Bwana Yesu asifiwe. Mama akafunga pesa zake kwenye pinde la nguo, kile kitenge akafunga. Shilingi 1000. Najua 1000 mwaka 2000 na vitu ni pesa ndogo sana, lakini zilikuwa pesa nyingi kipindi hicho, miaka 2000 kule Tanzania. Sasa baada ya mama kuja kugundua pesa zake hazipo, alichokifanya yule mama, aliita yule mtoto mkubwa, kwa sababu yeye ndo alikuwa na miaka ya kuzidi wengine. Akamwambia, wewe ndio unastahili kuiba hizi pesa. Hao wadogo zako wote bado hawajui pesa, lakini wewe kwa sababu umeshakuwa na miaka nyingi, wewe ndio unaweza ukaiba hizi pesa na ukanunue vitumbua na vitu vingine. Yule mtoto akasema, mtoto hajaiba pesa. Mama ametoa kile kitenge amekiacha mahali, hakujua ya kwamba kitenge amekiweka wapi. Baada ya siku 2, 3, yule mtoto akawa ananungunika sana. Kumbe kuna watoto ambao wanaumia na vitu ambao wazazi wanawatendea. Na tupenda kusema ni kwamba kuomba msamaha ndio napenda kuzungumzia hapa. Yule mama akamshambulia mtoto siku hiyo, matusi ya ajabu, maneno ya ajabu. Na kuna watoto, kila mtoto, kuna watoto nyumbani kwao wanakuaga najua mimi nikifanya kosa tusi langu linakuaga ni hiki. Kuna wenyewe najua masikio yangu ndio tusi. Mwingine mwana bia konda, mwana jinsi nikakonde huko. Mwingine wanamtukana hivyo. Mwingine hona jinsi bunene yako pumbafu kuna kula ovyo. Mwingine ni hivyo. Sasa yule mtoto alishambuliwa na matusi mengi sana. Mtoto akakaa kwenye pembe ya nyumba, akaona haiko vizuri. Lakini baada ya siku, miezi imepita, yule mama katika kutafuta vitenge anataka kuvua, anakwenda kugundua kile kitenge, kuangalia kwenye nguo, zile pesa ziko pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, unaposimama katika haki, unaposimama katika kweli, haina haja kujitetea, hebu mwambie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama akaona zile pesa, na baada ya kuona zile pesa, alichokifanya yule mama, alimuita mmewe. Baba fulani, zile pesa nimeziona. Baba akasema, umeziona, sibichi hapo. Lakini ukumbuke tulimtukana mtoto ile siku. Achana naye tu. Unajua sisi wa baba muda mwingine bwana tunakuaga ni watu ambao wako hivyo. Achana naye bwana, twende tu. Umeshaziona. Lakini mama aliishi moyo hauko vizuri, akiona mwanae anakumbuka. Lakini siku moja yule mama akamuita mtoto wake, akamwambia, baba njoo. Hiyo siku kama mama yako alikukoseaga na kunaona kwamba anapenda kufurahisha, siku hiyo anaanza kuita hata baba. Baba njoo. Njoo mwanangu, kuya. Kama ni mtoto wa kike, mama kuya, unaikala pale. Mama akamwambia, mwanangu, naomba unisamee. Kuna nini mama?
Unakumbuka siku ile nilikutukana kwa sababu ya pesa? Mtoto ameshasahau sana. Na ndio maana neno la Mungu linasema ili tuwe wakuu katika mbingu ni lazima tuwe kama watoto wadogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto ameshasahau, hakumbuki tena. Mama akamwambia, zile pesa niliyopoteza ile siku nikakutukana, samahani mtoto wangu, kumbe nilikuwa ninakifunga zile pesa kwenye kitenge, kwa hiyo naomba unisamehe. Yule mama alimkumbatia mwanae, na yule mtoto wa miaka 12 akamkumbatia mama yake. Mtoto akaanza kulia, machozi inaanza kutoka. Mtoto akaanza kukumbuka matusi aliyotukanwa kwa sababu ya kitu ambacho anakifanya. Hiyo siku mama alikuwa na furaha, mtoto alikuwa na furaha. Ninachopenda kusema ni kwamba kuomba msamaha ni kitu kizuri sana. Kuomba msamaha kinapatanisha watu. Kuomba msamaha ni kitu ambacho kinaleta furaha kati ya mtu na mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tupande msamaha. Neno letu ni kupanda na kuvuna. Unapopanda msamaha kwa mtu, kitu ambacho utakwenda ukivuna, utakwenda kuvuna furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoomba msamaha kwa mkeo, hata siku hiyo mavuno yake utaona chakula kizuri ambacho kinapendeza. Unapoomba msamaha kwa mume wako, hata siku hiyo kama ilikuwa iPhone ndio ilikuwa imeshavunjika, utaona iPhone nyingine. Kama ilikuwa iPhone 10 itakuwa iPhone sasa sijui kama iko ya 20 ndio yenyewe utakwenda kuipata hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri watoto wa Mungu tuweze kupanda msamaha. Tuweze kupanda msamaha kati ya ndugu. Tuweze kupanda msamaha kati yetu. Ni jambo la msingi sana na ni jambo ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ukisoma mstari wake wa 2, mtumishi wa Mungu anaambia Wagalatia kwamba katika mambo mengine yote ni lazima tusaidiane na kuweza kubebeana mizigo. Unajua sisi wote hatukuumbiwa sawa sawa. Kila mmoja ana hali yake. Kuna mtu kimuona utazani labda amekasirika. Iko serious kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna mwingine muda wote utaona na furaha. Kila mtu ndivyo alivyo. Nakumbuka siku moja mama aliweza kutufundisha habari ya aiba za watu. Watu tumeumbwa sawa, hatukuumbwa sawa sawa. Kila mtu ana hali yake. Kuna mtu hapendi kupindisha, amenyoka. Na kuna mwingine anazunguka hivi. Watu wako hivyo. Mwingine utakuta ni mtu ambaye hana msimamo. Ni mtu ambaye kila kitu ndio. Na mwingine ndio na hapana ni hapana. Neno la Mungu linasema ya kwamba tusaidiane na tuwe watu wa kubebeana mizigo. Ili tuishi kwa amani, ili tuwe na upendo kati yetu, ni lazima ujue kwamba huyu Bwana ni wa hivi. Lakini pale ambapo hajafanya kitu ambacho hakitampendeza Mwenyezi Mungu, ni lazima umvumilie katika ile hali yake. Watu wako hivyo. Kuna wengine story ndio kazi yake. Na story za uongo, na story za kweli anapiga tu mradi mcheke. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana watu wanaozungumza sana, baadhi yao watu wengi ni waongo. Ukiona mtu ni mzungumzaji sana, mambo 10 hebu chukua mawili yale ya muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengi waongo, atadanganya ili mradi mcheke tu. Mimi nakumbuka kuna rafiki yangu na ni mtumishi wa Mungu, iko pale, iko sehemu. Ni rafiki yangu sana, tulicheza naye mpira. Yaani mkienda kulokale akiwapigia story, yaani mtakufa mnacheka. Yaani mtasikia mbavu zinawauma. Lakini zingine alikuwa anaunganisha tu mradi mcheke. Yule naye ndo hali yake. Mimi nilikuwa namtamuyo anadanganya tu. Hata kitu ambacho yeye hakuona anajiweka yeye ni shahidi. Alikuwepo. Anagonga tu mradi mcheke. Huyo naye ndo hali yake. Ndivyo ameumbwa hivyo. Hata anapozungumza uone tu, angalia, sema ndio, huyo ndo hali yake. Ndio maana neno la Mungu nasema
tuwe watu wa kubebeana mizigo. Hona ndio hali yake. Okay, sawa, twende. Huyo siku moja nikamwambia, kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, nikamwambia, ndugu yangu, mimi nakufahamu vizuri. Katika yote unayoyafanya, kitu ambacho ninachokuomba unapokuwa madhabahuni, usiwe na ile hali ya kudanganya ili mradi ufurahishe watu. Ni kosa kubwa mbele za Mungu. Na unapokuwa madhabahuni, hebu jaribu kuzungumza yale yaliyo kweli yanayotokana. Usizungumze kitu kwa sababu ufurahishe watu. Tuwe watu wa kubebeana mizigo. Hebu jaribu kupanda kubebea wengine mizigo, kwa sababu na wewe pia watabeba ya kwako. Vile vile hiyo ni hali nzuri wa Kristo, tuuzidi kubebeana mizigo, kwa sababu tunapobebeana mizigo tunatimiza sheria ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Kristo, ukiangalia sheria ya Kristo ambayo Kristo alikwenda kutufundisha. Kuna siku moja watu walimuuliza Yesu, hivi ni sheria gani iliyo kuu kuliko zote? Ukisoma katika Mathayo na Marko 12:28-31, wanamuuliza Yesu kuhusu sheria iliyo kubwa kuliko zote ni ipi? Lakini Yesu alisema ya kwamba sheria iliyo kubwa kuliko yote ni upendo. Ni upendo kwa Mungu na upendo kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema mumpende Mungu kwa moyo, kwa nafsi na kwa akili zenu zote. Anazungumzia kuhusu upendo. Anasema ya pili yake inafanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Hiyo ni sheria ambayo Wakristo tunabidi tuiheshimu, upendo. Hata katika amri 10 inazungumzia upendo. Inazungumzia upendo kwa Mungu na kwa mwanadamu. Usiwe na miungu mingine ila mimi, usijifanyie sanamu ya kuchonga. Hii inazungumzia upendo kwa Mungu. Na mambo mengine ambayo yanafuata, usiibe, usizini, inazungumzia pia binadamu. Kwa hiyo sheria ambayo tunatakiwa kudumu nayo kama Wakristo, tupande upendo kati yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo, ukisoma katika kitabu cha Wakorinto ukisoma wa kwanza sura yake ya 13 kuanzia 1 hadi 10, inasema upendo hata uhubiri namna gani, ikiwa hauna upendo ni bure. Hata uhamishe milima, kama hauna upendo ni bure. Na upendo siku zote unavumilia. Upendo uhesabu mabaya. Kwa hiyo ni sheria ambayo Wakristo tunabidi kusimame na tuweze kupanda upendo. Tukipanda upendo kati yetu, tutavuna yale ambayo yatafanya sisi tuweze kumuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo upendo ni kitu kikubwa sana. Upendo ni jambo ambalo liko rahisi sana kulizungumza, lakini linaomba Roho Mtakatifu awe ndani yako. Kwa sababu kama una Roho wa Mungu hauwezi kuwa na upendo ulio sahihi. Utakuwa na upendo wa unafiki. Utaona mtu unamsemea mazuri ukimwona, lakini ukimpa kisogo unamzungumzia mabaya. Na huo sio upendo. Upendo ni lazima tuweze kuvumiliana. Upendo ni lazima tusamehane. Upendo ni lazima tusihesabiane mabaya. Kama mume wako alikosea mdemile na hivyo imeshakuwa demile pente, kwa nini unahesabu yale yote? Upendo ukiwa ndani yenu amwezi mkahesabu haya yote. Na vile vile mstari wake wa 3 wa barua yetu unasema ya kwamba mtu asijione ni kitu wala si kitu, anajidanganya huyo mtu mwenyewe. Katika nyumba ya Bwana, katika kwaya,
watu wasijione mimi ndo kitu. Bila mimi kazi ya Bwana haiwezi kaendelea. Bila mimi kutuma kwaya itakufa. Bila mimi kufanya hiki kanisa itaendelea. Niwaambia kwamba mtu anayesimama katika hayo anajidanganya mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni vizuri udanganywe na mtu kuliko kujidanganya mwenyewe. Kuna watu wengine wao mwenyewe wanajidanganya. Wao mwenyewe wanajua uko shomera lakini wanasema mimi niko patron. Unashindwa kufanya kazi. Si unajidanganya mwenyewe. Uko shomera, hauna hata gari, hauna hata nini, hauna hata pesa, unaambiwa fanya kazi, unaona mimi niko patron. Unajidanganya mwenyewe. Kwa hiyo ni vizuri udanganywe na watu kuliko kujidanganya mwenyewe. Kwa sababu ukijidanganya mwenyewe mna mwingine, yani si saikolojia mwenyewe unajidanganya. Na watu wengi wako hivyo. Watu wanajidanganya hivyo, wanafikiri mimi bila mimi hiki hakitakwenda. Bila mimi hiki hakitakuwa hivyo. Kwa hiyo watoto wa Mungu, Mungu anapenda sisi tupande unyenyekevu. Tupande unyenyekevu kati yetu. Tuwe watu wa kujinyenyekeza. Kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alijinyenyekeza. Yesu alijiona sio kitu. Alishuka akazaliwa kama mwanadamu. Hayo yote alijishusha, alijiona sio kitu. Sasa katika nyumba ya Mungu mtu anajiona wa ajabu. Kwa nini? Kwa lipi? Ni vizuri tuwe watu wa kujinyenyekeza. Tuwe wanyenyekevu, tupande unyenyekevu. Mtu anapopanda unyenyekevu inakuwa rahisi sana kumvuta mtu mwingine. Na ukipanda unyenyekevu ni rahisi kumfundisha mtu mwingine. Lakini unapopanda jeuri, unapopanda kiburi, hauwezi ukavuna heshima. Kwa sababu kitu kimoja niliwahi kumwambia mtu mmoja kwamba heshima sio kwa sababu nakuwa na hivi au naitwa kiongozi, hapana. Heshima ni wewe mwenyewe kwanza uheshimu wale walio chini. Baadaye wao pia watakuheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipenda watoto wako wakuheshimu, ni lazima wewe baba uandae kwanza mazingira kwanza wewe mwenyewe kujiheshimu. Na ndio maana Wafaransa wanasema kwamba respect inakuwaga hiko reciproque. Yaani kitu ambacho kiko reciproque ni kitu ambacho nakupatia wewe na wewe unanipa. Yaani ni kama vile mnafanya exchange. Wewe unapeleka na yeye anakupatia, mnafanya reciprocity. Yaani ili mtu mwingine akuheshimu, ni lazima wewe kwanza ujiheshimu. Sasa watu wengi tunapendaga heshima. Wewe unaheshimiwa tu. Lakini ni vizuri wa Kristo tupande unyenyekevu. Kwa sababu tunapokuwa wanyenyekevu, tunapopanda unyenyekevu katika nyumba ya Mungu, heshima itakuwepo. Mtu utakuwa tayari kumwendea mwingine kwa sababu unaona ni mnyenyekevu. Hata kama ni mtoto mdogo, hebu jaribu kitu ambacho hujui, muulize. Siku zote mtu ukijifanya unajua kila kitu, muda mwingine utaharibu. Na ndio maana hata wewe ni mkubwa na unaona aliye chini yako anajua, hata ni mdogo wako, hebu muulize. Nakumbuka kuna siku moja nilienda nyumbani kwa mdogo wangu grade. Nikakuta mtoto wake ule mkubwa ule Justin. Nikaona kwenye simu yake kuna vitu ambavyo cover yake kuna vitu mapicha. Nikasema nikiuliza mtoto hapa atanionaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Akisema bwana hapa nikiweka jeuri hapa sitajua. Nikamwita dogo, njoo. Hebu hapa ulifanyeje hapa? Niambie. Akaniambia, na watoto akiona wewe ni babaka na anakuita ile jina ya heshima. Lakini nikasema pamoja na heshima hapa hakuna kuangalia heshima wala kuangalia, inabidi nijue. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachokusema kupanda unyenyekevu, kujishusha. Akasema
inabidi unaenda kwenye hiki, unafanya hivi, unaweka, unachagua picha, ukafanya hivi. Yaani siku hiyo nilitoka na elimu nyingine, kwa sababu nilijinyenyekeza. Nilijiona mimi sio baba hapa mimi ni mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tupande unyenyekevu. Na hiyo ndiyo kitu ambacho Yesu alichokifanya. Alikuwa mnyenyekevu, tena alikuwa mpole wa kupindukia. Kwa hiyo katika nyumba ya Mungu, kama haujawa mnyenyekevu, utakachokivuna ni kudharauliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa, Yesu siku moja aliona wa mitume wake, kila mmoja alikuwa anajifanya, hapa naona mimi Petro ndo naweza nikawa mkubwa hapa, kwa sababu mimi ndo mkubwa kuliko wote, inawezekana. Wengine kwa sababu mimi ndo nachunga pesa, inawezekana mimi ndo mkubwa. Lakini Yesu aliwatazama, akawaangalia, akasema, nyinyi mbona mnajidanganya? Yesu akamwambia kwamba kati yenu nyinyi aliye mkubwa ni yule aliye kama mtoto mdogo, kama huyu Agnes. Unaona jinsi mambo ya Mungu yako tofauti. Kuna mtu anaweza kufikiri kwa sababu mimi ndo najua kuimba kuliko wote mkwaya, mimi ndo mkubwa. Mimi ndo nimejua kuhubiri kuliko wote, mimi ndo mkubwa. Mimi ndo nimeokoka mwane 82. Mwane 60 avant indépendance, avant 1960, mimi ndo mkubwa. Lakini ukubwa wetu wa kimwili na Mungu viko tofauti sana. Nazungumza kuhusu habari ya Mungu. Sisi ukubwa wetu haulingani na hivyo vyote vitu ambavyo nimesema. Eti mimi ndo nimesoma, mimi ndo ni mkubwa. Kama umekuta watu hata kama hana elimu, Mungu amemchagua, hebu kuwa mnyenyekevu. Ninyenyekeze, nyenyekea. Yesu akwambia mkubwa kati yenu ni lazima awe kama mtoto mdogo. Na mtoto mdogo ukimwangalia pale, hata ukimpiga sasa hivi tena ukimkumbatia, anakubali. Ameshasamea, ameshuka, yani anajiona ni mtu wa kawaida tu. Anaona aishi na kila mtu vizuri. Na ndio maana inabidi tuwe kama watoto wadogo ili tuweze kumuona Bwana. Eti mimi ndo baba hapa, nimesema. Utakachokivuna utavuna vurugu. Na inawezekana siku moja tukaenda kukuona kwenye screen. Unazungumza uko jela, alafu tunakuona kwenye kioo. Nikopita huko yuko, baba niko humu. Kwa hiyo ni vizuri tupande unyenyekevu. Ni vizuri na mimi nipande unyenyekevu katika nyumba yangu. Ni vizuri wewe mke upande unyenyekevu, ushuke hata kama umekosea, hata mume wako amekosea, hebu shuka. Lakini moto umepanda, au mwingine amepandisha, au amepandisha, mizuka imepanda. Kama ni mizuka wa zoba imepanda, kama ni mizuka wa bebe imepanda, ngumi zinaanza, vibambazi vinaanza. Jamani, mtakachokivuna ni hasara. Kwa hiyo ni vizuri kupanda unyenyekevu, watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukipanda jeuri na kiburi, haiwezi kusaidia. Ni vizuri tuwe wanyenyekevu, tupande unyenyekevu katika nyumba ya Mungu. Na wapendwa, napenda niwaambie kwamba Mungu anatupenda sana. Na ndio maana tunapozungumzia habari ya unyenyekevu, tunamzungumzia Yesu mzima. Yesu ni unyenyekevu. Yaani mtu yeyote ambaye ndani yake mna hofu ya Mungu ni lazima awe mnyenyekevu. Kwa sababu siku moja nilikuwa nikimwambia mtu mmoja, ni rafiki yangu sana, nikamwambia kwamba hata kama uhubiri, eradi usimame mbele za watu useme vyote venye unataka. Kitu utakacho uhubiri sana ni baada ya hapo mwenendo wako na tabia zako, mafundisho yako yatokayo kwenye kinywa chako. Hiyo ndiyo mafundisho na hayo ndiyo mahubiri ambayo sisi wa Kristo tunahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo yako, mwenendo wako, wewe mama uliye hapa, utahubiria watu wengine tu.
hata ujifungie kwenye chumba uanze kukariri maandiko, kwa sababu kuna watu hata walevi wanajua maandiko ya hatari. Anajua, anakupigia la mwanzo, anakupigia la huku, hiyo ni kawaida, umesoma. Kuna watu wamebeba maandiko matakatifu, lakini hawaishi kama vile neno la Mungu linavyopenda. Na ndio shida tulionayo. Hata mtu ukitoka hapa unaenda Iowa, kuna watu wengine anabeba hata jina, anajipresenter. Unajua mimi ni kiongozi wa kwaya huko Minnesota. Unabeba jina baba au unabeba nini? Unajua mimi ni askofu, nimefungua makanisa 526 huko na huko. Sawa baba, vitu vya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa watu wanachotaka kukiona ni mafundisho. Sasa matendo yako yaanze kufundisha watu. Unachokitoa kinywa chako kianze sasa kufundisha watu. Na hicho ndicho kitu ambacho Wakristo tunatakiwa kukipanda mara kwa mara. Unaona mtu ambaye alisema ni mchungaji, banjane wa karti yote ameshajua. Kitoko na watu hawashindi kuona. Anatoka pale saa ngapi? Saa 4 za usiku eti. Sina mwenye alisema kwamba ni fulani yule. Unahubiria watu nini? Matendo yetu ni mafundisho makubwa. Na hicho ndicho tunatakiwa kupanda, matendo mazuri. Matendo yanayopendeza Mwenyezi Mungu. Hata kama watu watayachukia, lakini sisi tunastahili kupanda matendo yaliyo mema ambayo yatakwenda kuleta wengine kwa Yesu. Na ndio maana sisi tunaitwa ni chumvi, kwa sababu maneno yetu inabidi yawe yanalaza. Kuna vitu ambavyo ukisikia mtu ni Mkristo alafu unasikia maneno yenyewe nasema haina laza. Yaani haina laza kabisa. Sio Mkristo yule baba eti. Ndio maana tunamtukana Yesu. Yesu anatukana kwa ajili yetu sana. Na ni vizuri sana tuwe watu wa kupanda yale yaliyo mema. Hiyo ndio Mungu anapenda. Kwa hiyo Mungu anasema ya kwamba mtu yeyote yule ambaye anapenda dunia. Dunia ina mambo mengi sana. Na ukipenda sana vya mwili, utakuwa mtu wa kupanda mambo yasiyompendeza Mungu. Kwa sababu mwili unapenda vitu vizuri vizuri. Siku moja nilikutana na rafiki yangu mmoja pale Kansas City. Nikaona amepiga pombe kidogo. Nikasema bado hajaisha. Baadaye baada ya malaika ngapi akaanza kuniambia habari za mke wake. Akaanza kuniambia, bwana, mimi mke wangu ni mzuri kuliko wanawake wote. Akasema, mke wako ni mzuri kuliko. Hivi ni mzuri namna gani? Nikamwambia kwamba ndiyo ni mzuri ndugu, lakini sasa pamoja kwamba ni mzuri, hiyo vinakuhusu wewe. Tuzungumze mambo mengine. Mimi mke wangu ni mzuri katika state yetu, mimi nilioaga mke mzuri tu. Mimi nikamwambia hapana, Mungu hajaisha kuumba wanawake wazuri. Ukisema ya kwamba mke wangu ni mzuri kuliko wote ulimwenguni, sijui unamaanisha nini, lakini Mungu anaendelea kuumba wanawake wazuri. Na ndio maana mtu unaweza kuwa mke unakienda mahali mengine unaona mwanamke mwingine. Kitu kizuri nikamwambia ya kwamba kila mtu anaona wake ni mzuri, lakini kikubwa zaidi ni kuridhika na yule uliye naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikiwa haujawa na jambo la kuridhika, na ndio pale utaona kila jipe yenye itapita kwako utaona iko sawa sawa tu. Kwa sababu haujaridhika. Wanawake wazuri bado wana Mungu. Na leo kumezaliwa wengine, lakini Wakristo sisi tunaridhika na wake zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tukipenda vya mwili kuridhisha huu mwili, hatuwezi tukampendeza Mungu. Tutakuwa watu wa kupanda mbegu mbaya. Kwa hiyo wapendwa, tuongozwe na Roho. Tukiongozwa na Roho wa Mungu, tutakuwa watu ambao tutapanda yaliyo mema. Na ndio maana mtumishi wa Mungu anawaambia hawa watu wa Galatia,
Tutakwenda kusoma mstari huu wa mwisho, baadaye nitakwenda kumaliza. Tunasoma Wagalatia hii sura ya 6 tu, tunasoma tunaanzia hapa mstari wake wa 7. Inasema, msidanganyike, Mungu haziwakiwi ziaka. Alichopanda mtu ndicho atakachokivuna. Apandaye katika tamaa za dunia atavuna uharibifu, lakini apandaye katika Roho atavuna kutoka kwa Roho uhai wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa, siku ya leo ninawaambia kwamba tupande katika Roho, tusipande katika mwili. Tukipanda katika mwili tutavuna uharibifu, lakini tukipanda katika Roho tutavuna uzima wa milele. Tunaweza tukasimama. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Asante Yesu, amen. Haleluya, amen. Tumezungumza habari ya kupanda na kuvuna. Kwa hiyo ukipanda katika mwili utavuna uharibifu.